Tuende story. So this guy akaanza kuniambia eti mwisho mwezi kisha sister yake ana demand ati ampatie pesa. Mwisho mwezi ikifika sister yake ana demand anasema ati haoni brother yangu ana viatu. Brother yangu kitu yako nayo si poa. Na huyo mwanaume kitrai complain, bibi yake anasema eti hautaki watu wa kwetu. Why? Sasa that man was asking me, kama angekuwa ni wewe uko kwa kiatu yangu ungefanya nini? Yake hata mimi by then nilishindwa cha kujibu huyo bro. Nilishindwa cha kumjibu because that man was baadaye alikuwa analia for real. Alikuwa ananiambia hata saizi ametoka kwa nyumba. Anatokanga kazi saa 10, alitoka kwa nyumba akaenda, then sister yake akamwambia brother yake alikuwa amemwambia sister yake ambaye ni bibi huyo jamaa aliniambia naitwa nani. Okay, si vizuri kumention jina mtu. So that man was like alikuwa ametoka kwa nyumba akapata brother yake alikuwa ameomba sister yake pesa. Hiyo sister yake ambaye ni wife huyu jamaa alikuwa ameomba pesa itamsaidie 1500 afanyie mambo zake. And the jamaa akasema iko brother yake hataki kazi, nimemtafutia kazi hataki, sasa tutasaidiana aje hapo? So the man kunini bibi akaanza yo sijui nini utakenga watu wa kwetu sijui. So the man was asking, ukisema sitakenga watu wa kwetu vile tunaishi hapa, kuna relative yangu tunaishi na sister na brother yako. Brother yako ndiye hapa nikimtafutia kazi hataki. Brother yako anakaa tu anaamka tu asubuhi kukaa kwa nyumba kuwatch ma Netflix, kuwatch manini kwa nyumba, hataki kufanya kazi. Ukimtafutia kazi hataki. Na pesa na anataka. Baada nilifeel ule jamaa. Nilimfeel kabisa, nilimfeel that man kidogo. Okay, akaniambia ningekuambia sasa tukieni hapo kozi yeye alikuwa anashukia. Mimi ilikuwa nishukia